Jubilei 2025. Mahujaji wa matumaini. Kumbe leo basi neno linatupa nafasi ya kuweza kutafakari kwamba sisi mahujaji tunapitia yapi. Ni yapi ambayo yamekukumba katika wiki hii mzima, katika siku hii, katika mwezi uliopita, ambayo yalikuwa ni magumu kwako, magumu kwangu. Ndugu wapendwa, yawezekana kwamba umevunjika moyo kwa namna moja ama nyingine. Kwenye familia hawakuelewi. Umejiona mpweke katika nafasi pale unakofanya kazi. Kwa matendo yako mema watu hawajakuelewa. Unayatenda yanawakwaza watu ilhali ni matendo ya haki na yaliyo bora. Kwa nini mioyo ya watu wasiyapende yale yaliyo mema? Kuna ushindani mkubwa katika nafasi mbalimbali za kazi. Ni kweli tunahitajika kuwa watendaji wema. Lakini unapotenda kazi zako katika njia inayostahili, kuna wale ambao hawayataki, hawapendezwi nayo. Tufanyeje? Basi pengine ndio sababu huwa tunasema mara nyingi unakwenda katika maofisi, hasa maofisi za serikali, unapata kwamba watu hawafanyi kile wanachohitajika kufanya kwa sababu hawapewi nafasi hiyo na kuweza kushukuriwa kwa kazi nzuri wanayoifanya. Vita vipo. Vita hivi ni vya kibinadamu. Endelea kumshirikisha Bwana katika hayo yote unayoyatenda na kutamani kutenda yaliyo mema. Angaza binti wa Sayuni ili matendo yako makuu yaonekane, sio tu kwa wale wanaokuzunguka bali wale wanaokuja hata katika sehemu hiyo kwa mara ya kwanza. Daima watakuona sio kwa sababu ungependa uonekane, lakini kwa sababu umetenda kile kilicho chema. Basi usiwarudishie ubaya kwa ubaya. Tusiwe na ile ya ubwela, hapana. Tuwarudishie wema kwa ubaya wanayoyatenda dhidi yetu. Leo hatuongelei wale ambao hawataki matendo mema yafanyike. Naongelea juu ya moyo uliovunjika kwa sababu umetenda mema na Mungu anakuona. Simama imara katika imani hiyo ya haki na kweli. Uwe na matumaini, uwe mtu wa matumaini, uwe hodari katika utumishi wako. Shinda majaribu hayo kwa kuungana naye Kristo, ambaye pia aliweza kunyanyaswa, aliweza kutupiwa yale mawe yasiyo ya kwake kwa sababu ya utendaji kazi wake. Yesu awe kivuli chako na uendelee kudunda Yesu. Lazima uwe mshiriki katika mema. Ushiriki katika mema hayo ili tushinde wote uovu uletayo chuki na uhasama. Je, ubatizo wako unakuelekeza wapi? Yatende mema ili uovu uweze kushindwa katikati yetu.